Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni tume ya Jaji Lila kumulika mambo matano, yaanza kazi, yasema mwenye chochote popote alipo tume itamfikia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mwigulu agiza bunifu zikuze uchumi, habari katika ukurasa wa 2. Mufti ataka heshima ya BAKWATA ilindwe, habari katika ukurasa wa 20. Samia, vijana wafundishwa uzalendo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Balozi ashauri Tanzania Msumbiji ziwekeze maeneo manne, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Lisu sikudhamiria kuitisha serikali, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika kichanga kilichoibwa kituo cha afya chapatikana baada ya siku 48, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni safari ya kusaka ukweli. Tume ya Jaji Lila kazini rasmi kuchunguza vifo 518, matumizi ya silaha za moto na nguvu kupita kiasi, wahusika wote kufikiwa wakihitajika, wazi usiri kuguswa, wadau wafunguka, matumaini shaka, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Jaji Shaban Lila nukuu yake ikisema katika kudhibiti zile ghasia na uvunjifu wa amani kuna madhara haya yalijitokeza ya vifo visivyo vya kawaida vya watoto na watu wa makundi maalum. Tume hii imepewa jukumu la kwenda kuchunguza hayo. 150 idadi ya siku ambazo tume imepewa kukamilisha kazi na kukabidhi ripoti yake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Tanzania Shaban Lila wa 3 kushoto, ambaye ni mwenyekiti wa tume ya rais ya uchunguzi wa matukio ya kabla na baada ya uchaguzi mkuu, akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam. Kesi ya uhaini, Lissu ajitetea akitaja dosari za kiuchaguzi, habari katika ukurasa wa 18. Mtoto aliyeibwa kwa siku 50 da alivyopatikana, zile siku 50 za huzuni, majonzi na maumivu katika familia ya Abdalla jana zimekoma baada ya binti yao wa siku 92 aliyeibwa Julai 6 mwaka huu katika zahanati ya Chanika kupatikana. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Steven Wasira achiwa fupa la mgogoro CCM Moshi mjini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili imeandika mbinu 10 za kuzuia foleni za malori da, habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tume ya uchunguzi wa kijinai hadidu hadharani, ni ya rais ya uchunguzi wa matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Rais taasisi ya ADI wajadili maendeleo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akifurahia jambo na rais wa taasisi ya maendeleo ya diaspora wa Kiafrika ADI Balozi Dr. Arikana Chihombori kwao jana baada ya mazungumzo Ikulu jijini Dar es Salaam. Mloganzila yapandikiza figo 28 yatoa huduma za kisasa, habari katika ukurasa wa 4. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Mloganzila imeendelea kutoa huduma ya upandikizaji figo, ambapo tangu kuanza kwa programu hiyo April 2023 jumla ya wagonjwa 28 wamepandikizwa figo, huku wagonjwa 289 wakifanyiwa huduma ya kutengeneza mishipa ya damu kwa ajili ya kuchujia damu tangu mwaka 2024.
ACT tutaingia serikali ya umoja wa kitaifa baada ya makubaliano kutekelezwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman amesema chama hicho kitaingia katika serikali ya umoja wa kitaifa SUK baada ya kujiridhisha kuwa makubaliano yaliyofikiwa yametekelezwa ipasavyo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Elimu, ujuzi, ubunifu, chachu ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 5. SGR kukomboa biashara, gharama za usafirishaji. Habari katika ukurasa wa 3. Papa Leo ataka dunia ikabili Ebola DRC. Habari katika ukurasa wa 19. El Nino 2026 tahadhari si kuogopa bali ni kujiandaa. Habari katika ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Upata nakala yako usome kwa undani zaidi. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye limeandika ghasia za Oktoba 29, hoja 5 kuiongoza tume ya Jaji Lila, uchunguzi kufanywa kwa siku 150 ugemulika mnyororo mzima wa vurugu kuanzia nani alipanga, nani alifadhili hadi nani aliratibu, risasi na nguvu iliyotumika, vifo, majeruhi na watu waliopotea sasa chini ya darubini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Lissu simulia mahakamani historia ngumu ya aliyopitia. Habari katika ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3. Helmet yagunduliwa kudhibiti bodaboda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika raia wa Romania mbaroni akidaiwa kukutwa na kadi feki za benki. Habari katika ukurasa wa 9. Gazeti hili limeandika mifugo yaibwa na kuchinjwa usiku visiwani Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 16. Gazeti hili limeandika foleni ya malorida paswa kichwa, RC na wadau wa saka 40. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia asisitiza vijana kufunzwa uzalendo, uraia. Asema kundi hilo linahitaji maarifa yatakayowezesha kuelewa mazingira ya sasa ya dunia na kushiriki kikamilifu kujenga mustakabali wa nchi yao. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. SMS yadaiwa chanzo cha mama kukatwa viganja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Polisi mkoa wa Kilimanjaro inamsaka Emmanuel Maliki, mkazi wa kijiji cha Liamungo, kata ya Marangu, wilayani Moshi, kwa tuhuma za kumjeruhi mama na mtoto wa miaka 2 kwa kumkata kiganja, chanzo kikidaiwa uwivu wa mapenzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 16. JKCI yapandikiza 5 mishipa ya damu bila kusimamisha moyo. Habari katika ukurasa wa 6. Gazeti hili limeandika tume ya Jaji Lila yaanza kazi rasmi, ataja hadidu za rejea na namna watakavyofanya uchunguzi kufuatia vitendo vya uvunjifu wa amani Oktoba 29 mwaka 2025. Gazeti hili limeandika mhandisi Zena anadi fursa za uwekezaji Saudi Arabia. Habari katika ukurasa wa 9. Mwigulu atoa maagizo kwa Profesa Mkenda. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika heshima kwao, dakika 270 za moto zaonesha kitu kipya, makipa hali ngumu, Diara anajitafuta. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha Boka Yanga, Chirwa Geita, Chama Simba, Kangwanda Yanga, Sopo Azam pamoja na Libasi Simba Sports Club. Gazeti hili limeandika beki amwibua kocha Yanga. Habari ni katika ukurasa wa 2. Ijayo ni Yanga dhidi ya Pamba Jiji saa 3 siku Agosti 28. 7 idadi ya mabao iliyofunga Yanga kabla ya kucheza na JKT, huku mawili yakifungwa na mabeki. Gazeti hili limeandika wameanza kwa moto mkali EPL. Manzambi mwenye umri wa miaka 20 ni kiungo anayependa kusogeza mchezo mbele na mwenye uwezo wa kupenya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10. Ibenge aweka rekodi Azam. Habari katika ukurasa wa 14. Ijayo ni Geita dhidi ya Azam Ijumaa Agosti 28 saa 12 na dakika 30 jioni Bukombe. TPL leo Jumanne Dodoma Jiji dhidi ya Polisi Tanzania saa 2 usiku Jamhuri Dodoma. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo na gazeti Habari Leo lenye limeandika Yanga yarejea kileleni kibabe, mabingwa utetezi Yanga wamerejea kileleni msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya JKT Tanzania uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Simba Queens njia panda. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Bodi ya ligi ya sifu matumizi ya FVS. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Boadi
atoa City kwa bilioni 307, habari katika ukurasa wa 22. Mayanga atoboa siri ya ushindi Mbeya City, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kulitazama gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Yanga yajipigia JKT. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Simba kuvunja rekodi Afrika, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Zuchu weka rekodi YouTube, habari ni katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Benge kiwango Azam bado, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti Uhuru likiandika mpira wa Maradona wapigwa bei, habari katika ukurasa wa 18. Usangu ya Salimu Amri Shimisemita, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Gazeti hili likiandika msimamo, Yanga inaongoza kwa kufunga mabao 11 na kukaa kileleni ikiwa na alama 9 ligi kuu. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha urukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.